Kila siku kama tuna maeneo tumearithi, tuyatafutie hati ya kimila itakayoweza kuonyesha kwamba wewe ndio mmiliki halali wa eneo husika. Anapokuja mtu unamuuzia, angalau nawe awe na ground, awe na mahali anaweza kurifaa kwamba kweli nanunua eneo la huyu bwana. Haya mambo tunayafanya, babu yangu unaonyesha miti yamepitwa na wakati, na tunatengeneza migogoro, tunapoteza muda, tunachezea nguvu bila sababu za msingi. Kwa hiyo niwatake wananchi, mwenyekiti wa kijiji na mheshimiwa diwani wa kata hii, waambieni wananchi watafute hati miliki za maeneo yao, kwa sababu siku hizi ni rahisi, ili tuondoe hii migogoro. Hapa kilichotuweka ni mgongano wa majirani ambayo wote mmeuza shamba na wote hamjui mipaka yenu. Huyu anasema mpaka wangu kule, mwingine anasema mpaka wangu kule. Ndicho kilichotukalisha mahali hapa. Tumefikia mwisho kwa siku ya leo. Tutaendelea kama itatulazimu kuendelea, lakini hawa mabwana wawili, majirani zenu, wageni waliofika, wamekubaliana kwamba wanaweza wakagawiana kidogo lile eneo ili kuondoa mgogoro huu. Na pale watakapofikia mwafaka wa kwamba tunagawiana, basi mimi nitatoa maelekezo kwa mwenyekiti kusimamia mipaka hiyo upya. Kwa hiyo itakuja kuwekwa mipaka upya wakielewana. Wasipoelewana ni issue nyingine. Lakini nimeona wanaelewana. Kwa sasa wanaelewana na wataendelea kuelewana. Kwa hiyo niwaombe na nyinyi muelewane ili tumalize hili jambo. Sababu mwisho wa mgogoro wa namna hii unaenda mbali sana. Lakini nimesema dokumenti zote za manunuzi ya pande zote mbili nitapatiwa ofisini kwangu ili tuweze kuzipitia na kuona pia uhalali. Basi baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru tena. Niwatakie siku njema na mchana mwema na poleni kwa usumbufu huu. Asanteni kwa kushiriki. Na mwenyekiti wa kitongoji ndio tulifanya manunuzi ya eneo hili na tunazo nyaraka zote. Na kwa nini tulipenda ushiriki wa kuanzia kwenye kitongoji? Kwa sababu mwenyekiti wa kitongoji yeye ndo anafahamu vyema maeneo ya kwenye kitongoji hiki. Na tuliwashirikisha wote na tuliweza kufanya manunuzi hayo na nyaraka zote zipo tokea 2016. Ninazo hapa nyaraka zote. Na kuanzia 2016 hapa hajawahi kuwa na mgogoro wa aina yoyote. Sio jirani wa upande wa kushoto Shekidele, sio jirani huyu hapa anaitwa Salimu. Hakuna mtu aliyewahi kuwa na mgogoro na mwenzake wa aina yoyote. Mpaka ilipofikia mwaka 2024 ndipo paka tokea huu mgogoro wa jirani hao. Wa jirani sasa ni mwingine ambaye amekuja ameuziwa. Sikuwepo. Mwenzangu alikuwepo. Kwa hiyo aliweza kuhudhuria. Mpaka mara ya mwisho tarehe 2 tulipoitwa, mimi ndo nikaweza kufika tena. Na nilifika na sehemu kubwa nilikuwa msikilizaji. Kwa sababu nimekuwa msikilizaji kwa sababu mimi siyafahamu haya maeneo. Ila walioniuzia eneo hili wanayafahamu vyema. Na kuna uongozi wa kitongoji upo. Kwa hiyo kwangu mimi na imani kubwa kabisa uongozi wa kitongoji tangu wananiuzia 2016 mpaka sasa, kama kuna mahali ambapo pana itilafu au sintofahamu wananiweka wazi. Na ndio maana hata eneo la jirani hapo napopakana na kwa Shekidele palikuwa pana sehemu hapajakaa sawa. Kupitia wenyeji wao wakanambia hapa usahihi uko hivi. Sawa. Basi. Nashukuru sana. Naitwa Ismail Shah na mwakilisha Bwana Rahim ambaye tulifanya manunuzi takriban miaka 2 iliyopita. Baada ya kufanya manunuzi tulifuata sheria na kanuni zinazohitajika kwenda katika serikali ya kijiji na kuonana na viongozi wote wa serikali ya kijiji ili tufuatishe taratibu zote. Bahati nzuri tulikamilisha tukiwa na wenyeji wetu Bwana Abubakar ndo aliyetuuzia na ndugu yake Bwana Ramadhani ndo walikuwa wauzaji wa hili eneo ambalo linahusika na pale. Baada ya wao kutuuzia, yani wao lile eneo waliotuuzia pale linateremka hadi chini. Huu mteremko wote ulikuwa ndani. Na mpaka leo ndo uelewa wetu kwamba hili eneo lipo chini ya umiliki wao waliotuuzia sisi na ndo tunalolimiliki kwa sasa hivi.
Takribani miezi kadhaa baada ya sisi kufanya hili zoezi la manunuzi na kupeleka taarifa zetu rasmi kijijini, baada ya miezi kadhaa wakatokea watu ambao wamesema wao walishawahi kununua miaka 2016 au 18, lakini hawakuwahi kuja kuwasilisha nyaraka serikalini. Sisi tukajikuta sisi ndio wamiliki halali, wao wanataka kujinasibu kwamba na wao pia ni wamiliki halali. Imetuletea sintofahamu. Tukaja hapa tukaitwa mara kadhaa. Mwenyekiti tukamwasilishia hiyo taarifa, na yeye pia akawa anawasiliana na sisi. Akatuita mara ya kwanza, akajaribu kuratibu kikao mara ya kwanza. Sisi tukaonyesha nia ya kuja, lakini upande wa pili ukawa bado hauna utayari wa kufika. Ikapangwa tarehe 30 mwezi uliopita kufika. Pia wao walishindwa kufika. Ikapangwa tena, ilikuwa ni tarehe 2 mwezi huu, si ndio? Tarehe 2 au tarehe 3 tulikuja tena katika kikao cha kuitwa tena kwa mara ya 3. Tukafika, bahati nzuri au bahati mbaya, yule aliyesemekana kuwa ndiye aliyekuwa mnunuzi alisema yeye anashindwa kuja kutokana na majukumu yake kule, ila anamtuma mtu ambaye anayemwamini na nyaraka zote, na hiyo ndio taarifa tuliyopewa sisi na mwenyekiti. Na baada ya kufika hapa, yeye akawa ni mkimya, akawa hatoi maelezo yote zaidi, anatusikiliza wote tu tunachoendelea kukiongea. Tulichoendelea kukiongea ni kwamba tulikuwa tunaainisha, jamani, eneo letu ni lile, eneo letu linafika hadi hapa. Lakini baada ya kufanya yale manunuzi ya awali, ndugu zetu hawa walituuzia kipande kile pale ambacho ilikuwa ni cliff, ambao wao wanasema pia ni upande wao, haujawahi kuingiliwa. Lakini kinachoshangaza ni kwamba ile siku ile tulivyokuja hapa kuonana, mwenyekiti kwa nia njema tu akajaribu kusuluhisha. Akasema, jamani, nyinyi yote binadamu, hii ni ardhi, kama vipi tufanye usuluhu. Sisi tukamsikiliza mwenyekiti. Tukasema, basi mwenyekiti, tunakusikiliza. Hebu tupe mwongozo hapa, tunatusaidiaje? Akasema, basi nyinyi kama ni hivyo, gawaneni hili eneo. Mimi nikajitoa nikamuuliza huyu mwakilishi wa upande wa pili. Akasema, bwana mwakilishi, hapa unasemaje kwa jinsi mwenyekiti anavyosema kwamba hapa tugawane? Tukaenda mpaka pale chini. Hapa hawa ndugu waliotuuzia wote tukawaacha nyuma, kwa sababu ulikuwa unageuka kuwa ugomvi. Kwa hiyo mwenyekiti akatumia busara ya kutuita kule chini. Tukaenda kule chini, tukaoneshana, tukaelekezana kabisa kutoka hapa mpaka pale. Basi wewe unaonaje tugawane huku kwa huku, huku kwa huku? Akasema, ngoja niwasiliane na mwenyewe. Baada ya kuwasiliana na mwenyewe, akakaa kiasi nusu saa, akatuambia hili jambo haliwezekani, sisi tunalikataa. Lakini baadaye pia akaja akajitambulisha kwamba yeye pia ni shareholder. Sasa na mimi pia ningeweza kuwasilisha nyaraka ya 2002 nilinunua hii sehemu. Kama nilikuwa sijaiwasilisha huku serikalini, je, itakuwa ile ni legitimate document ya kuweza kummilikisha hili eneo? 2002. Tuseme tu kwa mfano, kama mimi nilinunua miaka 2 iliyopita na nikaenda nikafuatisha taratibu zote. Yeye hakuwa amefuata taratibu zote. Yeye hakuwa amefuata taratibu zote. Pia usiongee kuhusu fence, aliambiwa watoe fence. Yeah, siku hiyo tulipata pia maamuzi. Taratibu, nimeshakusikia na nimekuelewa. Ningekukubali tu ukasema kwamba labda sehemu yote wanaotoka huku kiasili wanaotoka huku huwa hawashuki, lakini huyu kashuka kwa sababu katamani pale. Nauliza, huu mpaka huu ambao unaonekana na ule mpaka wa pale, hebu mfuatilieni mheshimiwa, ule mpaka kushuka mpaka kule chini, kweli inakuja hii? Sasa nataka niulize. Mzee wangu amesema hata aliyenunua pale amepita chini. Sasa tunauliza swali, Bwana Rahimu, ulionunua, je, wakati nakuuzia chini kulikuwa na mtu? Hakuna mtu. Mzee wote ulivichukua hapo, kuna mtu chini anashuka? Hakuna mtu. Mzee amethibitisha kwamba wale wote walionunua kule wanashuka chini, si ndivyo? Sasa je, kuna mtu anashuka chini kule? Mzee sema hivi, kuna basi hilo tu nimeliweka wazi. Mpaka utakuwa wapi? Mpaka kwa hapa, kwa mazingira haya, wewe unafikiri mpaka unaweza kuwa wapi? Kwa utashi wangu mimi, sababu hilo eneo toka na kuwa na akili timamu, mimi najua hili eneo ni la kwetu, hatuvuki huku. Kumbe ni la kwetu. Kiufupi, nataka mkae mbele yangu, sitaki mkae nyuma. Bosi, hapo ukienda kuulizia mpaka utakuwa hakuna mpaka, ila kwa kuwa tunaishi kifamilia, familia chifu na familia ya Jambia, hii mipaka kiasili tunaitambua. Unaitambua? Mnatambuaje? Tunatambua kama kina Jambia wanaanzia upande huko kwa watu wa Ndekai,
kwenye mpaka wetu, kwenye mpaka wa Shekifu na Kinajambia. Mpaka huo ni nini? Historia ambao unapita hapa. Ni nini unaangalia nini sasa hiyo mpaka ya historia? Unaangalia kitu kielelezo gani na kielelezo? Kielelezo ni kama ni mipaka ya asili, kwa tu ina miti watu wanakata. Hapa kuna mti hapo, unaweza kusema mpaka ni huu. Hapa kuna mti gani? Miti mikubwa ya mpaka ilikuwa chini huko ambayo imekatwa. Hapa sasa hivi nikiangalia hivi, nionyesheni mti hapa ambao unaweza kuwa mpaka. Unaonyesha kwamba huu ndio wa asili. Kinachoonyesha hapa huu ni mpaka wa asili. Hapa ni nini? Kwa mti wa mpaka wa asili hamna. Mto hapo sio wa asili, maana hiyo miti ni mingi kwenye eneo. Yaani ni miti tu ambayo imepandwa ndani ya eneo. Sasa tunaangalia mpaka. Kwani wewe nyumbani kwako hujapanda miti? Nimepanda miti. Mtu akivuka uwezi udai mti wako? Unadai. Hapo ukiangalia unaweza kusema nini mpaka? Kiufupi mimi ninavyoangalia ile eneo mpaka kwa naona halina mpaka wowote. Haya bwana. Tunashughulikia mpaka wa asili. Ule tuliotoka nao huko. Hata hawa tuliwauzia hawahusiki kabisa. Tena wao nimeweka pembeni. Yaani hao hawapo kwenye game. Yaani kimsingi hapa ukiangalia haraka mpaka wa asili hakuna. Pako play. Unaona Manake baadaye yale matamanio ambayo tumeyaleta baadaye kutokana na hali ya uchumi inapokwenda ndio imetufanya tutengeneze mipaka huko ambayo inatokea. Yamkini maeneo haya zamani yalikuwa hayatumiki kabisa. Kweli kabisa. Yaani inavyoonyesha haya maeneo zamani yalikuwa yapo tu maeneo kama maeneo tu mapoli. Inawezekana labda mlikuwa mnaita ng'ombe tu mnalishia mnaondoka nyumbani. Watu wengi inawezekana walikuwa wanatumia huko chini. Lakini kwa huko nyuma haya maeneo hayakuwa na mipaka ya mnanizunguka nyewe wachawi nini? Kaeni mbele yangu huko. Sawa. Basi nimewasikia. Nataka niongee na wewe bwana ulionunua na wale ndugu wawili walionunua. Nataka niongee nao pembeni.